Uimara wa Irani tangu wameanza kupoteza viongozi wao umewashtua watu wengi sana. Matarajio, naamini pia hata matarajio ya Israeli walikuwa naamini baada ya kutikisa ule uongozi wa juu ilikuwa ni swala la watu kurudi nyuma, kwa sababu hata wakati Trump anazungumza ile mwanzo kabisa, ile wakati shambulio la kwanza lile, alikuwa akisema tu sisi tunawaondoa afu wananchi chukueni nchi yenu. Lakini sisi tunamaliza kazi afu nyie mtachukua nchi yenu, itakuwa ina viongozi, mtaanza upya. Lakini imekuwa tofauti. Ukisikia Larijani kafariki, shaka unasikia bwana mrithi wake ni huyu hapa. Maisha yanaendelea. Khamenei kafariki, bwana mrithi wake huyu hapa. Maisha yanaendelea. Ni kitu ambacho walijipanga. Swali zuri sana. Na hiyo ndio imekuwa debate kubwa sana duniani kwamba uimara wa uongozi wa Iran umekuwa ukistaajabisha watu wengi. Kama ulivyosema kwamba umefariki watu wengi sana. Unajua kuna taifa kuondoka kwa mkuu wa nchi, supreme leader, hiyo inakuwa ni tishio ya uwepo wa taifa. Lakini Iran baada ya wiki moja wanampata Mojtaba Khamenei. Kuondoka siku moja kwa mkuu wa usalama, mkuu wa atomiki, mkuu wa ujasusi, mshauri wa masuala ya ulinzi na usalama wa kina Al-Larijani kwa siku moja, afu taifa bado linakuwepo. Hilo ni funzo sana katika masuala ya mikakati na state of craft. Sasa ipo hivi, Irani wao kuna kitu kinaitwa Mosaic Defense Doctrine. Mosaic Defense Doctrine, huu ni mkakati ambao uongozi haujaekwa kwa mtu mmoja. Yani mamlaka ya uongozi inaongozwa mtu ambaye anaitwa Ayatollah, lakini hii mamlaka imegawanywa kwenye vipande vidogo vidogo katika nchi nzima. Na katika kila nchi, katika kila vipande hivyo vya uongozi, kule taasisi wanaweza kufanya maamuzi kule walipo. Kwa sababu kumbuka, wana taasisi ya Ayatollah ambaye ni supreme leader, wana taasisi ya rais ambayo sasa inaongozwa na Dr. Masoud Pezeshkian, wana bunge, wana mahakama, wana jeshi, wana idara ya ujasusi, wana jeshi la ndani na wana RGC. Hizi ni taasisi za nchi ambazo kitaalamu zinaitwa instrument of state power. Sasa hizi taasisi, kumbuka, zina lengo moja, kulinda mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, lakini yanaweza kufanya maamuzi wenyewe kule walipo kwa lengo la kuweza kulinda lengo. Na kama mtu mmoja akifariki, yule mtu ambaye anakaimu anakuwa anachukua nafasi na kuweza kuendeleza mapigano ya kulinda taifa. Na hiyo ndio fatwa ambayo imewekwa tangu kina Ayatollah Ruhollah Khomeini na kabla hajafariki Ali Said Khamenei. Akasema kwamba anasema kwamba tumezungukwa, kwa hiyo tutawapandisha ngazi wale ambao wanaotufanyaje, wanaotukaribia nafasi, wachukue maamuzi na kuweza kupigania lengo. Kwa hiyo Mosaic Defense Doctrine ni mkakati wa Iran ambao mamlaka haijaudhiwa katika mtu mmoja. Kwa mfano, Loi Mtei amekufa juzi Ali Larijani. Ali Larijani ni mwanafalsafa mkubwa sana, mtu ambaye ana akili kubwa. Huyu ndo mtu ambaye alikuwa anapanga mikakati ya Iran kwenye vita. Huyu ndo alikuwa ni katibu wa Baraza la Usalama. Lakini sasa hivi anatajwa Said Jalil, ambaye huyu ukitazama ni mtu ambaye cha kwanza ni muafidhina, yeye aamini kuna compromise katika swala zima la nuclear. Kuna uchaguzi ambao ulifanyika ambao ulimuingiza Masoud Pezeshkian baada ya kufariki Ibrahim Raisi kuna ajali ya ndege. Huyu Ayatollah Ali Said Khamenei, huyu jamani atakuwa ashinde, lakini akasema sio wakati wa Said Jalil, kwa sababu huyu jamani ni muafidhina sana. Yaani anaamini kwamba Iran ambayo hiyo salama lazima iwe na bomu la nuclear. Said Jalil, Iran ambayo hiyo salama lazima na bomu la nuclear. Yaani anaamini kuna compromise zidi ya nchi za kimagharibi. Sasa huyu ndo jamaa, huyu ndo mtu ambaye sasa hivi anatajwa kuja kumrithi Ali Larijani siku mbili baada ya kufariki. Siku mbili baada ya kufariki. Lakini unaelewa kwamba katika vikosi vyote vya RGC kwa mfano, Basij kwa mfano, idara za ujasusi, kote anakufa mtu leo, kesho anapatikana kiongozi mwingine. Sasa hii inafundisha kwenye mikakati kwamba taasisi na mamlaka imegawanywa katika nchi nzima. Na kila kikosi kinaweza kufanya maamuzi kule kilipo bila kutegemea maamuzi ya kiongozi mkuu. Yani si mshapewa oda, tupo vitani sasa hivi, na mshapewa lengo letu nini? Ni kuhakikisha kwamba tunalinda nchi yetu. Sasa
tupigane huko tulipo huko, tukifanikisha lengo letu, hata kama kiongozi atakuwa nini, atakuwa hayupo. Kwa hii ambayo ndo inaitwa Mosaic Defense Doctrine, ambayo imekuwa ikisababisha Marekani kuua viongozi na Israeli kuua viongozi, lakini bado Iran wameendelea kuresist. Na kinachotokea sasa hivi ni kwamba wao vifo vyao wanatafsiri kwamba watu wamekufa kishahidi. Kwa hiyo hata mtu ambaye anakuja kurithi nafasi kwake kufa inakuwa ni pride. Anakuja akiwa anajua yes, kwamba akiondoka ametoka Mtei, atakuja Mchungu. Mchungu ameondoka kishahidi na Mtei naye. Kwa hiyo kwao inakuwa ni noble. Yani kufa kwao inakuwa ni noble. Sio ujafa kwa dharau. Unakufa, taifa linakukumbuka. Unakufa, taifa linakuheshimu, na unaandikwa kuna historia za taifa. Kwa sasa huu mkakati wa Irani kwa kweli unaenda kusababisha kitu gani? Moja, inakuwa ni ngumu kuweza kuvunja au kufikia malengo, kwa sababu lengo ni kwamba tuondoe utawala wote, tumuingize mtu ambaye atakuwa anafuata itikadi zetu, kama alivyosema Trump kwamba mnishirikishe. Kama kiongozi niwe na nishiriki kumchagua huyo ambaye mnamtaka, si Mojitaba si nani, mshirikishe mimi. Ni sehemu ya kama alifanya kule kwa Venezuela kwa Maduro. Umeona? Sasa huku ni tofauti. Kwa hiyo kwa kweli ni kitu ambacho kwa kweli kinashangaza sana. Kwa hiyo Irani kwa kweli wanaendelea kutoa somo. Sawa bana, sisi tuondoke. Hii ya jana ni yenyewe. Huyo hapo ni kweli. Netanyahu. Fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago. We are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded. Kiachana na fake news zote mnazosikia, ukweli ni kwamba tumeshinda na Iran imeparaganyika, iko hoi, anasema Netanyahu kwenye mkutano wa waandishi wa habari ambao walifanya jana na wanahabari ambao mpaka sasa sijaona video yote akiwa nao uso kwa uso, ila nawaona wanahabari alafu kuna mwana mwana Netanyahu. Na kimsingi hiyo video nayo imeita utata sana kwamba ni AI au ni watu tumeamua kuna upande tumeuchagua. Kila tunachoona tunaamua kwanza kutafuta kosa. Hiyo kutafuta kosa sehemu ulikosi. Mimi msimamo wangu nishaweka wazi kabisa na watu wengi wanaojua. Kama una wasiwasi. Mimi still bado na wasiwasi. Na mimi naamini muda utaamua. Netanyahu jana alikuwa na press na waandishi wa habari. Waandishi wa habari wote walioripoti pale, hakuna ambaye nimemuona uso kwa uso na Netanyahu. Japokuwa nimeona kuna picha ameposti yeye mwenyewe kwenye ukurasa wake wa Instagram akiwa amepigwa wide. Ile waandishi wamekaa wanamsikiliza wide ile. Sasa ile ni picha. Tutamani kuone ka video ka wide kale machuka naenda. Hawa bongo jamani, watu jamani hamtaki kuamini mpaka leo. Wanatarudi kwa ajili ya wino mzito hapa. Kutokea Mikocheni.